Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kutaarifu yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania usiku wa leo. Mtazamaji, mikosi imeanza kuikumba serikali au chama tawala cha CCM nchini Tanzania baada ya gari ambalo linamilikiwa na mbunge wa CCM kuhusika katika ajali mbaya na kuharibika vibaya. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na chama tawala cha CCM kimepokea ripoti mbaya hivi majuzi baada ya gari la mbunge wa Kigoma mjini Clayton Chipando kuhusika katika ajali mbaya na kuharibika katika hali ambayo haiwezi kurekebika. Maarufu kwa jina la Baba Levo, gari lake sasa limepata ajali mbaya ya barabarani mkoani Kigoma wakati akiripotiwa kutekeleza majukumu yake ya kawaida ya ubunge na jimbo hilo, lakini yeye binafsi hakuwa katika gari hilo, lakini gari hilo linamilikiwa na mbunge huyo wa CCM. Tukio hili ambalo lilijiri hivi majuzi liliripotiwa kwa mara ya kwanza na Manara TV, tovuti ya habari mtandaoni Tanzania, ambapo ripoti hizi zilivuta hisia za watu mara moja kutokana na umaarufu mkubwa wa mbunge huyo wa CCM ambaye ni mfuasi wa Samia Suluhu ndani ya chama tawala cha Mapinduzi cha CCM. Katika siasa na tasnia ya burudani nchini Tanzania, Baba Levo amejulikana kwa umaarufu wake, ambapo pia bado anatambulika na watu wengi nchini na kote katika mataifa ya Afrika Mashariki. Kwa mujibu wa taarifa za awali kuhusu ajali hiyo ilitokea bila kutarajiwa katika kile kilichoelezwa kuwa siku ya kawaida ya kazi kwa mbunge huyo na magari yake. Mashuhuda katika eneo la tukio walisema gari hilo ambalo linamilikiwa na mbunge huyo Baba Levo lilikuwa katika harakati rasmi ndani ya mkoa huo wakati ajali hiyo ilipotokea. Hali hiyo ilizua wasiwasi kwa wakazi na wapita njia ambao walikimbilia eneo hilo kwa hofu kuwa huenda watu walikuwemo au Baba Levo mwenyewe alikuwemo ndani, lakini taarifa njema ni kwamba Baba Levo hakuwemo katika gari hilo, bali gari hilo tu lilikuwa linamilikiwa na yeye, lakini watu pia waliweza kujeruhiwa vibaya, walikimbizwa hospitalini. Ghafla ya tukio hilo iliongeza mshtuko uliohisiwa na jamii katika eneo hilo la tukio. Taarifa za awali pia hazikuweza kuweka wazi mara moja hali ya Baba Levo au watu wengine ambao waliweza kuhofiwa ya kwamba walikuwa katika gari hilo, lakini baadaye ripoti zilitoka ya kwamba gari hilo hakuwemo Baba Levo ndani, lakini walikuwa watu ambao wanamtumikia Baba Levo na gari hilo pia lilikuwa lake Baba Levo. Mamlaka katika eneo la tukio walikuwa waangalifu katika kutoa maelezo, wakisema kuwa tathmini bado inaendelea. Ukosefu huu wa uwazi wa mara moja katika wakati huo hivi majuzi ulizidisha wasiwasi kati ya wafuasi, wanafamilia na wafanyikazi wenzake, ambapo walikuwa na hamu ya kudhibitisha usalama wake Baba Levo. Muda mfupi baada ya tukio hilo, Baba Levo aliweza kuhutubia umma kupitia ujumbe mfupi uliowekwa kwenye akaunti yake rasmi ya Instagram. Katika ujumbe huo amewataka wananchi, wafuasi na watu wema kuwa watulivu, akiashiria kuwa yuko salama, huku akiahidi taarifa zaidi zitatolewa mara uchunguzi wa kimatibabu utakapoweza kukamilika. Ujumbe huo ulisambazwa sana na ulipata afueni, ingawa wengi waliendelea kueleza wasiwasi wao kuhusu uwezekano wa majeraha. Televisheni ya Manara ya mtandaoni maarufu kwa kusambaza habari za kisiasa iliripoti kuwa hadi sasisho la hivi punde hakuna ripoti ya kina iliyotolewa kuhusiana na majeruhi au ukubwa wa uharibifu wa gari hilo, lakini kulingana na picha inaonekana rasmi gari hilo limeharibika vibaya sana. Maafisa wa usalama na trafiki wakati huo walisemekana kuchunguza kwa makini eneo la tukio, kuandika ushahidi na kukusanya taarifa kutoka kwa walioshuhudia ajali hiyo. Lengo lao kulingana na ripoti hiyo ni kubaini sababu haswa ya ajali hiyo ambayo imehusisha gari la mbunge wa CCM. Wachunguzi wanaangazia mambo kadhaa yanayoweza kuchangia, ikiwa ni pamoja na hali ya barabara, hali ya hewa, kasi ambayo gari lilikuwa likisafiri, kuonekana wakati wa ajali, na kama hitilafu yoyote ya mitambo ilitokea. Mamlaka zimesisitiza kuwa tathmini kamili ya kiufundi itafanywa kabla ya kufikia hitimisho uchunguzi, ikisisitiza umuhimu wa matokeo sahihi katika matukio yanayohusisha viongozi wa umma kama Baba Levo. Wakazi wa Kigoma mjini walionyesha wasiwasi wao kufuatia taarifa za ajali hiyo iliyohusisha gari la mbunge wa CCM wa Kigoma, wakimwelezea Baba Levo kuwa ni kiongozi mwenye
mwenye mawasiliano ya karibu na wananchi wa kawaida na pia ni maarufu katika tasnia ya usanii Tanzania na pia anayefahamika kwa urahisi na kujihusisha kwa nguvu na masuala ya jamii. Mengi alisema tukio hilo lilikuwa la kuhuzunisha, sio tu kwa sababu ya msimamo wake wa kisiasa, bali pia kwa sababu ya uhusiano wake wa kibinafsi na watu anaowawakilisha. Katika mitandao ya kijamii, jumbe za mshikamano na pole na maombi zilimiminika kutoka kote nchini Tanzania, huku wafuasi wakimtakia ahueni ya haraka kwa kuweza kupoteza mali hiyo yake ya gari lake aina ya Jeep haraka, na pia kuzitaka mamlaka kuhakikisha usalama wake. Wenzake kutoka ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM akiwemo Samia Suluhu na wengine na nje hapo waliripotiwa kufika kwa faragha kuakisi uzito wa tukio hilo kuchukuliwa ndani ya duru za kisiasa na kutuma rambirambi zao. Ingawa dalili za mapema zilionyesha kuwa mbunge huyo hakupata majeraha yoyote na wala hakuhusika ya kutishia maisha ya kutishia maisha, bali ni gari lake tu lililohusika katika ajali na kuharibika. Kutokuwepo kwa ripoti rasmi ya matibabu kuliacha nafasi ya uvumi, na kutokuwepo kwa ripoti ya kama alikuwa katika gari hilo pia kulieneza uvumi mwingi. Wakati huo, waangalizi walibaini kuwa mtazamo wa tahadhari wa mamlaka ulifaa kwa kuzingatia unyeto wa ajali zinazohusisha viongozi wa kitaifa na hitaji la kuzuia habari potofu wakati wa hatua za awali za majibu. Tukio hilo pia limeibua mjadala kuhusu usalama barabarani kwa viongozi wa umma kama wabunge ambao mara nyingi husafiri umbali mrefu wakati wa majukumu ya kitaifa na jimbo. Wabunge, viongozi wa mikoa na sauti za mashirika kiraia mara kwa mara wametoa wasiwasi kuhusu changamoto za miundombinu, hali ya magari na uchovu wa madereva, hasa katika mikoa ambayo barabara zinaweza kuwa nyembamba, zisizo sawa au kuathiriwa na hali ya hewa. Kwa wengi wa Kigoma, ajali hiyo ilikuwa ni ukumbusho wa hatari binafsi wanazokabiliana nazo viongozi ambao mara kwa mara huwa katika harakati za kukutana na wapiga kura wao, kuhudhuria shughuli rasmi na kusimamia miradi ya maendeleo. Hata hivyo, wakazi walisema bila kujali misimamo ya kisiasa, usalama wa waliokabidhiwa utumishi wa umma unapaswa kuwa kipaumbele cha kitaifa. Vyombo vya usalama vimedokeza kuwa uchunguzi utakapokamilika, ripoti ya kina itawekwa wazi ili kueleza kilichosababisha ajali hiyo na iwapo kuna makosa yoyote ya kiusalama yaliyohusika. Matokeo kama haya yanatarajiwa kuarifu hatua za baadaye zinazolenga kuzuia matukio kama haya, haswa kwa magari yaliyopewa maafisa wa serikali. Wakati wananchi wakisubiri matokeo rasmi ya uchunguzi huo, umakini umebaki kulenga hali ya watu ambao walikuwa katika gari hilo. Wataalamu wa matibabu waliohusika katika tathmini hiyo pia wameripotiwa kuwafuatilia wale wote walioathiriwa na kujeruhiwa ili kuhakikisha kuwa hakuna majeraha yaliyofichwa ambayo hayatambuliki. Ajali hiyo pia imeibua wito mpya kutoka kwa mawakili wa usalama barabarani kwa ajili ya uzingatiaji mkali wa kanuni za trafiki, uboreshaji wa viwango vya matengenezo ya magari na uwekezaji mkubwa katika miundombinu ya barabara. Wanasema kuwa visa vya hali ya juu kama hii vinaangazia masuala ya kimfumo ambayo yanaathiri sio tu viongozi bali pia raia wa kawaida ambao husafiri njia sawa kila siku. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaona kwamba matukio yanayohusu vigogo wa CCM na wabunge mara nyingi huvutia uchunguzi mkali, si tu kwa sababu ya kujali usalama wa watu binafsi, bali pia kwa sababu ya athari kubwa zaidi za utawala na uwajibikaji wa kitaasisi Tanzania. Wanasisitiza kuwa uwazi katika kushughulikia kesi kama hizo ni muhimu ili kudumisha imani ya umma.